BC kutoka studio zetu mjini Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni Regina Mziwanda. Natumai umeshinda salama. Karibu, mimi ni Sarafina Robi nikiwa studio zetu za Nairobi. Tulionayo katika dira ya dunia. Umoja wa Mataifa umedhibitisha kuanza kwa operesheni rasmi ya kuondoa mamia ya wanajeshi na maafisa wa polisi wa DRC wasio na silaha kutoka maeneo ya mashariki mwa nchi hiyo yanayokaliwa na waasi wa M23. Raia wanasemaje? Hatua hiyo ni moja ya kusaidia wale ambao tayari wanakuwa wahanga wa hali hiyo. Ninashukuru kwa makubaliano yao, kwani wakikubaliana na wanatimiza ile makubaliano tutashukuru. Amani ndio yenyewe tunatafuta na sie Wakongomani. Mbunge katika bunge la Korea Kusini asema takriban wanajeshi 600 wa Korea Kaskazini wameuawa wakipambania Urusi dhidi ya Ukraine. Baraza la mawaziri nchini Kenya limeidhinisha mswada wa fedha wa mwaka 2025 kwa lengo la kuchochea mageuzi katika mfumo wa ushuru. Mswada huu unagusia maeneo ambayo serikali ya Kenya na wafanyakazi wake inabidi wajifunge mkanda kwa namna ambavyo pesa za umma zitakuwa zinatumika katika kujiletea maendeleo yao binafsi. Na mvutano unazidi kuongezeka baina ya India na Pakistan, huku waziri mkuu wa India Narendra Modi akishutumu mamlaka ya Pakistan kwa kuwaunga mkono watu wanaotaka kujitenga. Viwanjani, Arsenal yakubali kichapo cha 1-0 ligi ya mabingwa Ulaya. PSG watajitia nafasi ambazo walizitengeneza nyingi mno, lakini hawakuwa na umahiri kuweza kutumia hizo nafasi. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Kwanza ni habari za ulimwengu, msomaji ni Halima Nyanza. Uchumi wa Marekani umeelezwa kudorora katika miezi ya mwanzo ya Rais Donald Trump madarakani baada ya ukuaji wa kasi kutoka kwa mtangulizi wake. Taarifa zaidi na Nicholas Mtenga. Pato la taifa la nchi hiyo limeelezwa kushuka kwa 0.3% katika miezi mitatu ya mwanzo ya mwaka. Waandishi wa habari wamehusisha kudorora huko kwa uchumi na sera za kiuchumi za Rais Trump, hususani juu ya masuala ya ushuru, hali ambayo pia imesababisha kutokuwepo kwa uhakika miongoni mwa wawekezaji na pia katika masoko ya fedha. Rais Trump amekuwa akimtupia lawama mtangulizi wake Joe Biden kuisababishia nchi hiyo matatizo ya kiuchumi. Kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC imesema mamia ya wanajeshi na maafisa wa polisi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaotafuta hifadhi katika kituo cha Umoja wa Mataifa mjini Goma baada ya kutekwa kwa mji huo wanahamishiwa Kinshasa. ICRC ilisema itawasindikiza wanajeshi na maafisa wa polisi ambao sasa hawana silaha pamoja na familia zao hadi katika mji mkuu huo wa Kongo kwa muda wa siku kadhaa. Kulingana na kikosi cha jeshi la kulinda amani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO, takriban watu 1,400, wengi wao wakiwa wanajeshi, wamekimbilia katika kituo hicho kilichopo Goma tangu mwishoni mwa Januari. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amefanya mkutano wa ngazi ya juu kujadili shambulio la mauaji lililofanywa kwa watalii katika jimbo lenye mvutano la Kashmir wiki iliyopita. Mazungumzo hayo yanafanyika wakati kukiwa na hali ya wasiwasi mkubwa na jirani yake Pakistan, ambayo inailaumu kwa kuunga mkono wapiganaji ambao wanadaiwa kufanya shambulio lililoua raia 26. Akizungumza na BBC, msemaji wa chama tawala nchini India BPJ Shazia Ilmi amesema kila kitu kimezingatiwa. India is planning and a lot has already been done. Nikimnukuu, India inapanga na mengi yameshafanyika. Kuna hatua kadhaa ambazo tayari zimefanyika na sitaondoa uwezekano wa kufanyika chochote au shambulio lolote la kijeshi. Kamati ya amani ya usalama ya Umoja wa Afrika imeiondolea vikwazo ilivyoiwekea Gabon baada ya kutokea mapinduzi nchini humo Agosti mwaka 2023. Aidha, kamati hiyo imeiruhusu tena nchi hiyo kushiriki shughuli za umoja huo. Uamuzi huo unafuatia ahadi ya kiongozi wa mapinduzi Jenerali Brice Oligui Nguema kurejesha utawala wa kiraia baada ya kipindi cha mpito cha miaka 2. Kiongozi mpya huyo wa Gabon alishinda uchaguzi wa rais mwanzoni mwa mwezi huu kwa 94% ya kura zilizopigwa. Jenerali Nguema alimuondoa madarakani Rais Ali Bongo ambaye familia yake ilitawala nchi hiyo tangu mwaka 1967.
Na Taiwan imeishutumu Somalia kwa kupiga marufuku wasafiri wenye pasi za kusafiria za nchi hiyo kuingia ama kupita katika nchi hiyo. Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje ya Taiwan, marufuku hiyo imeanza kutumika kuanzia leo Jumatano baada ya agizo kutoka mamlaka ya anga ya Somalia wiki iliyopita. Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje ya Taiwan imeilaumu shinikizo la China kwa Mogadishu wakati huu ambapo Taiwan inaongeza uhusiano na Somaliland. Hii ni BBC. Na taarifa kuu za dunia zimesomwa na Halima Nyanza. Unasikiliza matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Magharibi mwa Kenya, matangazo haya yanasikika kupitia Nyota FM. Nchini Tanzania, matangazo haya unaweza kuyapokea kupitia Radio 1 mjini Dar es Salaam na Radio Free Africa kule Mwanza. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kutusikiliza kupitia Radio Muungano kule Beni. Pia unaweza kuyapokea matangazo yetu kwenye internet katika bbcswahili.com ama kupitia ukurasa wetu wa Facebook, andika BBC Swahili. Hii leo kuna Mirejina Mziwanda nikiwa mjini Dar es Salaam, na kule Nairobi ni mwenzangu Sarafina Robi. Naam, karibu Sarafina. Asante Regina. Tukianza msikilizaji, ni kuwa Umoja wa Mataifa umesema kwamba mamia wanajeshi na maafisa wa polisi wa DRC wanaotafuta hifadhi katika kituo cha Umoja wa Mataifa huko Goma tangu kutekwa kwa mji huo wa mashariki mwezi Januari wanahamishwa Kinshasa. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MONUSCO, utaendesha misafara ya magari kuwapeleka wanajeshi hao na familia zao hadi mji mkuu wa DRC, Kinshasa. Serikali za DRC na Rwanda zimejadili uwezekano wa makubaliano ya amani kufuatia miezi ya mapigano. Kulingana na MONUSCO, baadhi ya watu 1400, wengi wao wakiwa wanajeshi, wamekimbilia katika kambi yake ya Goma tangu mwishoni mwa Januari. Chumbe Ngorombi anaarifu zaidi. Katika tangazo lake hii leo, MONUSCO inakaribisha kuanza Jumatano hii Aprili 30 ya operesheni ya usafirishaji wa wanajeshi 100 kadhaa wenye silaha wa DRC, ikiwa ni pamoja na polisi wa kitaifa wa Kongo PNC na wale wanaounga mkono majeshi hayo ya DRC. Katika taarifa yake kwa waandishi wa habari, ujumbe wa Umoja wa Mataifa unaonyesha kuwa operesheni hii nyeti inakuja baada ya zaidi ya miezi mitatu ya kuendelea kulindwa, ambayo imewahakikishia washirika wa FARDC na polisi ya Kongo katika ofisi zake tangu kuchukua kwa Goma na AFC M23 mwishoni mwa Januari 2025. Licha ya mazingira tete na shinikizo za usalama, MONUSCO imefanikiwa kuhakikisha usalama wao, uatilifu wa watu na ustawi wa raia kwa kawaida, wakati kwa mujibu wa mamlaka yake iliyoanzishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Taarifa ya waandishi wa habari ilisema hii leo kazi iliyokamilishwa na timu ya MONUSCO kwenye ardhi ili kuwalinda watu hawa katika muktadha wa wakati huu inasema kujitolewa kwa MONUSCO kutimiza agizo lake hata katika hali mbaya zaidi, huku pia shirika la Msalaba Mwekundu ICRC kwa jukumu lake la kuamua la mpatanishi wa upande wote limethibitisha hii leo jijini Goma kufanya iwezekanavyo kuwezesha utekelezaji wa operesheni hii ngumu na makubaliano ya watendaji wote wanaohusika. Marian Mfave ni mkuu wa shirika la Msalaba Mwekundu akithibitisha hapa jijini Goma. Kuhusu yaliyosainiwa na ICRC, wahusika na wasafirishaji wamejiunga ili kuwalinda wanaosafirishwa. Hawa wanafaa kulindwa katika mpango huo. Itafaa pia kuhakikisha kwamba wamesafirishwa na kuwasili salama. ICRC inataka usafirishaji huo uheshimu haki za binadamu na pia kimataifa, na inabidi kila pande izingatie hili. Usafirishaji wa askari hao na polisi kwenda Kinshasa, ambapo watatunzwa na viongozi wa kitaifa, hufanywa kwa idhini yao chini ya ulinzi wa mkutano wa Geneva. Bruno Lemarque kutoka Umoja wa Mataifa anatoa wito kwa vyama vyote vinavyohusika katika kuheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu na kufanya kila kitu ili kuhakikisha mafanikio ya operesheni hii ngumu. Hii inataiwa mafanikio yake kwa msaada wa vifaa na jukumu muhimu la mpatanishi wa upande wote uliotolewa na Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC. Kama hapa raia wa kawaida wameshuhudia kuridhika na operesheni hiyo iliyoanzishwa hii leo. Mimi naona ni jambo nzuri sana, sababu tuliona kempi Katingo namna ilivyobomolewa na makempi zingine. Hatua hiyo ni moja ya kusaidia wale ambao tayari wanakuwa wahanga wa hali hiyo. Mama, mimi nashukuru kwa makubaliano yao, kwani wakikubaliana na wanatimiza ile makubaliano tutashukuru. Amani nje yenye tunatafuta
na sie Wakongomani. Msemaji wa jeshi la Kongo FARDC General Sylvain Kenge pia alionyesha shukrani zake kwa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ambayo inasaidia na kusafirisha wanachama 100 kadhaa wa vikosi vya serikali kutoka Goma kwenda Kinshasa. Tangu kuchukua mji wa Goma na waasi wa M23 mwishoni mwa Januari, mamia ya askari walio na silaha wa Kongo na maafisa wa polisi pamoja na majeshi wengine fulani wa huduma za serikali walikuwa wamekimbia katika ofisi za MONUSCO huko Goma. Hata hivyo pia Dufina Tabu, kiongozi wa shirika linalotetea haki za binadamu wa Sofoko katika mashariki mwa DRC, amekuwa na haya ya kujulisha. Ile ndio tunapenda pale, tunafurahi sana kwa kuona kama haki ya binadamu inaheshimika. Wale watu wakawatosha hapa, wanabeba fasi waliweza kupenda kwenda kupumzika, tafurahi sana. Wakati hayo yakishuhudiwa, mapigano kati ya M23 na makundi ya wazalendo yaendelea kushuhudiwa pia katika mkoa wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, mashariki mwa DRC. Chube Ngorombi, Dunia, BBC, Goma. Naam, Rwanda imeongoza askari wa jeshi la kusini mwa Afrika kupitia eneo la Rwanda kwenda Tanzania siku ya Jumanne walipokuwa wakitoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda na msemaji wa jeshi amearifu hayo. Jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika SADC ambayo ina mataifa 16 inasema katikati ya Machi ilikuwa imesimamisha jukumu la misheni yake na kuwa itaanza kuondoa vikosi vyake vinavyojulikana kama SAMDRC kutoka Kongo. Wakati hayo yakijiri, Rwanda imewaruhusu askari hao wakiwemo wa Tanzania kupitia Rwanda na moja kwa moja kwa njia ya simu. Naungana na waziri wa ulinzi wa Tanzania Stergomena Tax nikitaka kufahamu ikiwa askari hao wa Tanzania chini ya mwavuli wa MONUSCO wameondoka nchini Kongo. Hello. Hello. Naam, karibu katika matangazo ya Dira ya Dunia, Mheshimiwa Waziri Stergomena Tax, na ningependa kufahamu ikiwa askari wa Tanzania chini ya mwavuli wa MONUSCO wameondoka kule Kongo. Asante ndugu mtangazaji, nadhani tunachanganya vitu viwili. Kuna askari ambao Tanzania tumechangia katika misheni ya ulinzi ya Umoja wa Mataifa MONUSCO, lakini tuna askari ambao tulichangia katika misheni ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SAMDRC, na hawa ndio wakuu wa nchi wa SADC walikubaliana kwamba misheni sasa imekamilika waweze kurejea. Hao ndio wanaondoka. Na kwa hakika ndio hao tunaowazungumzia, na ningependa kufahamu ni kwa namna gani wamechangia suala la uimarishaji wa amani na kukamilika kwa hiyo misheni kumefanikiwa kwa kiwango gani? Swala la amani nchini DRC kama unavyofahamu ndugu mtangazaji lina historia ndefu. Kwa hiyo changamoto zinakuepo, zinapoa, zinarudi, zinakuepo, zinapoa, zinarudi. Na hapa sisi ni moja tu ya intervention ambayo ilikuwa inalenga kuimarisha amani, na wakati huo wakati tukiendelea na misheni hii ya kijeshi kulikuwa tu na mazungumzo ya amani. Kwa hiyo tumechangia kwa kiasi hicho ambacho kimeweza sasa hata kuwezesha mazungumzo ya amani yaweze kuendelea. Kwa hiyo mafanikio yapo. Naam, ningependa kufahamu pia askari wa Tanzania ambao wanasalia kule DRC. Una maana wanaosalia chini ya MONUSCO, wanaosalia chini ya SAMDRC? Sijaelewa swali. Hawa wa SAMDRC ndio hawa wanaorejea. Ningependa kufahamu wale wa MONUSCO ambao wanasalia pale. Ungependa kufahamu kwamba wanaendelea na jukumu lao la ulinzi wa amani kupitia Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo kazi yao bado inaendelea wakishirikiana na nchi zingine mbalimbali kutoka SADC lakini na kutoka kwingineko duniani. Naam, nchi zingine zimeondoa askari wao, Mheshimiwa Waziri. Vipi kuhusu Tanzania, wanaendelea kusalia hawa askari? DRC tunapokwenda kwenye mission kama hii ya uendi kama nchi kama tulivyokwenda, hatukwenda kama nchi. Unaweza kwenda kama nchi lakini hatukwenda kama nchi, tumekwenda kama Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika. Kwa hiyo maamuzi huwa ni maamuzi ya pamoja, yalikuwa ni maamuzi ya pamoja kwamba tupeleke vikosi, na nchi 3 zilijitolea kuchangia katika hicho kikosi cha SAMDRC, ikiwa ni Tanzania, Malawi na South Africa. Na tunapoondoka haondoki tena mmoja, mnaondoka wote kwa sababu uamuzi unakuwa pamoja. Kwa hiyo na sisi maamuzi ni ya wakuu wa nchi na unafuata maamuzi ya vikao vya wakuu wa nchi ambao ni maamuzi halali, na sisi tunaondoka. Kwa hiyo tutabaki kule kama MONUSCO
lakini kama Sam DRC tunarejea nyumbani. Naam, shukrani sana Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi wa Tanzania Stergomena Tax kwa kushirikiana nasi katika matangazo haya ya Dira ya Dunia. Ni matangazo ya Dira kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tulionayo jioni hii ni pamoja na Umoja wa Mataifa umethibitisha kuanza kwa operesheni rasmi ya kuondoa mamia ya wanajeshi na maafisa wa polisi wa DRC wasio na silaha kutoka maeneo mashariki mwa nchi hiyo yanayokaliwa na waasi wa M23. Bunge la Korea Kusini amesema takriban wanajeshi 600 wa Korea Kaskazini wameuawa wakipambania Urusi dhidi ya Ukraine. Na baraza la mawaziri nchini Kenya limeidhinisha mswada wa fedha wa mwaka 2025 kwa lengo la kuchochea mageuzi katika mfumo wa ushuru. Hii ni BBC. Matangazo ni ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC Nairobi. Ninaye Sarafina Robi na mimi ni Regina Mziwanda. Na Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amefanya mfululizo wa mikutano ya ngazi ya juu na mawaziri wenzake na maafisa wakuu wa kijeshi, huku kukiwa na mvutano unaoongezeka na nchi jirani ya Pakistan. Bado hakuna neno kutoka kwa serikali juu ya maamuzi gani yalifanywa. Serikali ya Bwana Modi iko chini ya shinikizo la umma kujibu baada ya mara kwa mara kuishutumu mamlaka ya Pakistan kwa kuunga mkono watu wanaotaka kujitenga wa Kashmir ambao walianzisha shambulio baya dhidi ya watalii karibu na Pahalgam wiki iliyopita. Watu 26 waliuawa na makumi wengine kujeruhiwa. Kumekuwa na matukio ya kurushiana risasi zaidi kati ya vikosi vya India na Pakistan katika eneo la udhibiti lililogawanyika la Kashmir. Waziri wa habari wa Pakistan Ataullah Taral amesema Islamabad ina ushahidi wa shambulio ambalo India inaliandaa, na katika taarifa yake Taral ameilaumu Delhi kwa kuchochea mvutano katika eneo hilo. Being a responsible state, ikiwa kama taifa linalowajibika, Pakistan ilizungumza kwa nia njema ili kufanya uchunguzi wa kuaminika, wa wazi na huru, na tume ya wataalamu isiyoegemea upande wowote ili kubaini ukweli. Kwa bahati mbaya, badala ya kufuata njia ya haki, inaonekana India imeamua kufuata njia hatari ya kutumia nguvu, ambayo bila shaka itakuwa na matokeo ya janga kubwa kwa eneo hili na zaidi. For the complete region and beyond. Tarar pia ameapa kujibu vikali iwapo tu nchi yake itashambuliwa kwa namna yoyote ile. Pakistani inasisitiza kwamba ujio wa kijeshi kama huo wa India ungejibiwa vikali sana bila wasiwasi wowote. Jumuiya ya kimataifa lazima iwe makini juu ya mambo haya, na kwamba jukumu la kuongezeka kwa kasi na matokeo yake yatategemea India. Taifa linasisitiza azimio lake la kutetea uhuru na uadilifu wa eneo zima la Pakistan kwa gharama yoyote ile. Shambulio hilo la karibu na mji wa kitalii wa Pahalgama ilikuwa shambulio baya zaidi dhidi ya raia katika miongo miwili katika eneo hilo linalozozaniwa. India na Pakistan zote zinadai eneo hilo zimepigana vita mara mbili ili kulinyakua. Kumekuwa na uvumi iwapo India itajibu mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Pakistan kama ilivyokuwa baada ya mashambulizi mabaya ya wanamgambo mnamo mwaka 2019-2016. Wiki iliyopita mamlaka inasema walifanya upekuzi mkubwa katika eneo la Kashmir inayosimamiwa na India na kuwaweka kizuizini zaidi ya watu 1500 kwa mahojiano. Watu zaidi wamezuiliwa tangu wakati huo, ingawa idadi haijulikani. Na sasa tuelekea nchini Kenya, ambapo baraza la mawaziri nchini Kenya limeidhinisha mswada wa fedha wa mwaka wa fedha wa 2025 katika hatua inayolenga kuimarisha nidhamu ya kifedha nchini Kenya, huku likichochea mageuzi katika mfumo wa ushuru. Ili kuelewa zaidi kuhusu hatua hii, nimezungumza na Anthony Mveyange ambaye ni mchambuzi wa masuala ya uchumi, ambaye ameanza kwa kuelezea zaidi kuhusu mswada huu wa fedha wa mwaka 2025. Mswada huu unalenga hasa katika kuimarisha ufanisi, ikiwa ni pamoja na kushughulikia mianya inayohusiana na matumizi ya kodi ambayo kihistoria imekuwa ikitumiwa kupora fedha kutoka kwa watu, kwa umma, kama vile masuala ya madai ya urejeshaji wa kodi, mfumuko wa bei, lakini pia sheria kandamizi ambazo zimekuwa zikisumbua wa Kenya kwa kipindi kirefu sana. Lakini pia kuangazia makundi kadhaa ambayo labda huko nyuma ilikuwa inafahamika, kwenye mswada huu yamekumbuka. Kwa mfano, kundi la wazee na wastaafu kwenye mswada huu wanapendekeza kuondolewa kodi. Kwa utakuja kuona basi mswada hauongezi kodi kwa mapana na marefu yake, lakini unajaribu kuangalia ndani, kwa sababu mara nyingi
nyingi na sio Kenya, nchi nyingi za Kiafrika, mianya ya kodi kwa kuongeza tax leakages inakuwa ni mingi zaidi kuliko hata kuongeza hizo kodi. Nadhani serikali ya Kenya imejifunza na inajaribu kuona na kuangazia namna gani inaweza ikaboresha ufanisi wa kodi ili kodi hizi zinazokusanywa zitumike ipasavyo. Mswada huu wa fedha ni wa kiasi kipi cha fedha, na vile ni hatua zipi ambazo taifa hili linachukua ili kuhakikisha kwamba wanajikita katika bajeti iliyoidhinishwa? Mswada huu unagusia maeneo ambayo serikali ya Kenya na wafanyakazi wake inabidi wajifunge mkanda katika namna ambavyo pesa za umma zitakuwa zinatumika katika kujiletea maendeleo yao binafsi, lakini pia kwa upande wa wananchi na walipa kodi kuzingatia tunaita compliance, uwezo wa kulipa kodi katika muda mwafaka na kuweza kukabiliana na changamoto ambazo uchumi wa Kenya umekuwa ukikutana nazo. Kwa hiyo basi kama haya yote yatafanyika, kujibana, kupunguza matumizi yasiyokuwa ya lazima, kujifunga mkanda, lakini pia kuongeza wigo kwa mapato, kwa maana ya kwamba kusimamia sheria inavyotakiwa bila kuongeza kodi, kutasaidia sana kwa serikali kuweza kupunguza mzigo uliokuwa nao. Vile Kenya imekuwa na changamoto kuangazia masuala ya ukusanyaji wa ushuru. Sasa kuna mageuzi yote ambayo yatakuwa yakiangaziwa ili kuwashinikiza Wakenya kuweza kulipa kodi ama ushuru? Kwanza, sheria ambazo zilikuwa zina mianya zinaboreshwa. Kuboresha sheria tu haitoshi, kuna kuziba mapengo yanayotokana na kodi ambazo zinapotea, hazifiki kwenye mifuko ya serikali. Kwa hiyo la kwanza, kuna la sheria ambayo mapengo ya kisheria inafanyiwa kazi, lakini la pili, kuna mapengo ambayo yanatokana na pesa kutokufika kwenye mifuko ya serikali. Hilo linaona kwenye hii sheria na huu mswada unaopitishwa, kuna hilo zingatio limewekwa hapo. Lakini pia kuna kupunguza migogoro ya kodi. Mara nyingi kumekuwa na migogoro mingi sana ya kodi na Wakenya wengi wamekuwa wakilalamika kutokana na hii migogoro. So sheria zinapitiwa ili kupunguza migogoro na hivyo kuwafanya Wakenya wajisikie wepesi kulipa kodi. Kuna kuboresha sheria ya ushuru wa bidhaa na sheria ya taratibu za kodi ili ziwe sheria rafiki, ziweze kukurandana na mahitaji ya Kenya ya mwaka huu na Kenya ya sasa ambayo kiuchumi bado haijakaa vizuri. Bajeti nchini Kenya ni jambo ambalo siku zote huwa linaibua hisia mseto. Na kwenye bajeti ya mwaka 2025 Rais Ruto hajaweza kuongeza ushuru mpya wowote. Ina maana kuwa ameweza kuzingatia yaliyotokea mwaka jana baada ya mswada ule ulioonekana kuwakandamiza Wakenya. Hilo ni kweli, kuna mengi ambayo tunaweza kuyasema kwa nini kodi mwaka huu haijaongezwa. Lazima tukumbuke mwaka jana Wakenya wengi kwa nini waliandamana. Waliandamana kwa sababu kodi iliyokuwa imependekezwa kutozwa kwa Wakenya ilikuwa imezidi kiwango. Kwa hiyo sioni kama mtu yeyote mwenye akili ya kawaida angeweza kukubali kuongeza tena kodi. Nadhani ingeleta shida zaidi. Kwa hiyo nadhani Rais Ruto na baraza lake la mawaziri wametumia hekima kuona hakuna haja ya kumbebesha Mkenya mzigo zaidi, lakini kwenye nadharia ya kiuchumi kuna kitu kinaitwa Laffer curve. Laffer curve inaonyesha kwamba unapoongeza kodi inaonyesha uhusiano kati ya kodi na mapato ambayo nchi inaweza kukusanya. Naam, sasa hapo kwenye kuziba mianya, Kenya vile ina deni ambalo mara nyingi limekuwa kigezo cha kuongeza kodi ili kuweza kulilipa. Sasa hili wamesema watakavyoliangazia, wanataka kupunguza madeni. Kwa hiyo lengo lao la kwanza ni kuongeza wigo wa kodi, lakini kuifanya kodi iwe fanisi ili kupunguza madeni. Wanafanya nicho kisema kitaalamu inaitwa fiscal consolidation. Lengo ni nini? Lengo ni kujifunga mkanda, austerity, kujifunga mkanda ili kuweza kutokukopa zaidi kuliko uwezo wa nchi kulipa, lakini pia kuongeza mapato ya ndani kwa maana ya kusimamia sheria na taratibu za kukusanya kodi ili kuweza kusaidia kuongeza wigo na upana na uwezo wa nchi kulipa madeni ambao umekuwa ni mzigo mkubwa kwa Kenya kama nchi katika ukanda wetu wa Afrika ya Mashariki ya Kati. Naam, tuelekee pembe ya Afrika ambako Somalia imepiga marufuku hati za kusafiria za Taiwan kutumika kuingia nchini humo kufuatia azimio la Umoja wa Mataifa, huku Wizara ya Mambo ya Nje ya kisiwa hicho ikilaumu shinikizo la China kwa Mogadishu wakati huu ambapo Taiwan inaongeza uhusiano na Somaliland. Somaliland ilijitenga na Somalia mnamo mwaka 1991 na haijapata kutambuliwa kimataifa kwa uhuru wake. Eneo hilo limekuwa na amani zaidi huku Somalia kwa miongo mitatu ikikabiliana na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Zaidi na Veronica Mapunda. Taiwani inayodaiwa na Uchina kama eneo lake na vile kutengwa kidiplomasia, na Somaliland ilianzisha ofisi ya uwakilishi katika miji mikuu ya mataifa hayo ndani ya mwaka 2020 kutokana na hasira ya Mogadishu na Beijing.
Katika taarifa yake ya siku ya Jumanne jioni, Wizara ya Mambo ya Nje ya Taiwan ilisema mamlaka ya usafiri wa anga ya Somalia wiki iliyopita ilitoa notisi kwamba kufikia Jumatano hakuna pasipoti za kusafiria za Taiwan zitakazokubaliwa kuingia Somalia. Wizara ya Mambo ya Nje imeandaa maandamano makubwa dhidi ya hatua ya serikali ya Somalia iliyochochewa na China kuzuia uhuru na usalama wa kusafiri kwa raia wetu, na inaitaka serikali ya Somalia kubatilisha tangazo hilo mara moja, imesisitiza Wizara ya Mambo ya Nje ya Taiwani. Mamlaka ya usafiri wa anga ya Somalia bado haijajibu mara moja maoni yaliyotolewa ndani ya saa za kawaida za kazi huko Mogadishu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China amesema uamuzi huo ni hatua halali iliyochukuliwa na Somalia kulinda haki na maslahi yake. Taiwani pamoja na Marekani zinasema azimio hilo la Umoja wa Mataifa halihitaji hadhi ya Taiwani na kwamba China imelitafsiri vibaya kwa makusudi. Uchina inasema azimio hilo linatoa msimamo wa kisheria wa kimataifa kwa madai yake ya uhuru juu ya kisiwa hicho kinachotawaliwa kidemokrasia. Na shukran Veronica Mapunda. Sasa msikilizaji, tuelekee viwanjani naye Ive Buchana. Naam, Arsenal ilifungwa 1-0 na Paris Saint-Germain katika mechi ya nusu fainali ya kwanza ya ligi ya mabingwa Ulaya, uwanja wa Emirates. Kikosi cha Mikel Arteta kilipata nafasi nzuri kupitia kwa Gabriel Martinelli na Leandro Trossard, lakini hawakuweza kupata bao la kusawazisha. Wachambuzi wa soka wanaona kwamba changamoto kubwa kwa Arteta kuelekea mechi hii ilikuwa jinsi alivyokuwa akijipanga bila kiungo aliyesimamishwa Thomas Partey. Sasa tupate tathmini ya mchambuzi wetu wa soka Abdul Jabbar Romario akiwa mjini Kigali. Arsenal alikuwa kwenye kiungo ambapo alikuwa akipoteza mpira sana, akiwa akipoteza umiliki na umahiri wa pese ilikuwa ni kwenye kiungo ambapo wachezaji kama Vitinha walikuwa na kazi nzuri sana ambao wamefanya. Upande wa pese walikuwa wazuri kwenye kiungo, na mapungufu ya Arsenal walikuwa ni kwamba walikuwa na mchezaji alikuwa anaweza kufanya majukumu ya Partey. Pale ili wagharimu sana kwa kuwa walipoteza nafasi nyingi sana, walikuwa wanawapa nafasi pese kutengeneza nafasi za kufunga, na pese wangekuwa na umahiri mkubwa sana, wangekuwa na utulivu na umakini, wangekufunga goli zaidi ya 3 kipindi cha kwanza. Lakini niseme upande mwingine kwamba wanachotakiwa kufanya Arsenal, itakuwa ni vizuri kwamba Partey atacheza mechi ya marudiano. Hapo itakuwa ni vizuri kwa sababu atarahisisha kazi upande wa kiungo wa Arsenal. Mchezaji kama Merino atacheza nafasi yake kama mshambuliaji, na vile vile itakuwa ni fursa kubwa sana kwa Declan Rice kuweza kutengeneza nafasi. Lakini wanatakiwa kuwa na utulivu na umakini wakiwa ndani ya 18, ambapo mchezaji kama Martinelli kukosa umakini alipoteza nafasi nyingi ambazo zingewapa angalau sare ama kuweza kufunga mechi. Lakini vile vile upande wa PSG watajutia nafasi ambazo walizitengeneza nyingi mno, lakini hawakuwa na umahiri kuweza kutumia hizo nafasi kupata matokeo ya goli zaidi ya moja. Niseme kwamba bado inawezekana Arsenal kupata matokeo mazuri mechi ya marudiano. Barabara kabisa, Paris Saint-Germain walishinda timu zote za England zilizoshiriki ligi ya mabingwa. Waliwashinda mabingwa wa ligi kuu ya England Liverpool na Aston Villa katika raundi ya awamu ya mtoano, na walishinda nyumbani kwa Manchester City katika awamu ya ligi. Leo usiku Barcelona itamenyana na Internacional Milan katika nusu fainali nyingine ya kusisimua